Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Nitumie nafasi hii vile vile kuhakikishieni kwamba kwa upande wa serikali itaendelea kuthamini mchango wa taasisi za dini ikiwemo makanisa na madhehebu mengine ya Kiislamu ambayo kwa namna ya pekee yamekuwa yakishiriki kwa namna kubwa katika elimu na afya katika nchi yetu. Mchango wa taasisi za dini katika afya na elimu umekuwa wa kipekee sana kwenye nchi yetu. Kwa asilimia kubwa na kwa miaka mingi, taasisi za dini ikiwemo kanisa Katoliki zimekuwa zikitoa mchango wa kipekee sana katika maeneo haya. Niwahakikishie serikali itaendelea kuona umuhimu wake na kuendelea kushirikiana na taasisi za dini kuona kwamba tunafanikiwa zaidi na zaidi katika kujenga nchi yetu. Nawapongeza wenzangu, alumni wenzangu. Umoja huu tuuendeleze. Tuulinde kwa nguvu zetu zote. Nawapongeza viongozi wapya waliochaguliwa. Mtuongoze katika sio tu kupeana pole za misiba. Mtuongoze katika kufanya tuwe tunatija katika umoja tulionao. Nilikuwa naongea na mwenyekiti wetu Mbara, anasema umoja huko mwingi, lakini wakati mwingine watu ajenda yanakuwa moja tu. Kusaidiana tukifa. Yaani kunawaza kufa tu. Ndio tunaweza kufa tu. Yaani kila ukifungua group la umoja wenu unawaza kufa tu. Lazima kuenda kuwaza mambo ya uwekezaji, kuwaza mambo ya kushirikiana uchumi, kwa haya ndio mambo yatusaidie tuwe tunajua katika jambo tunaloshirikiana kuna tija inapatikana. Kwa hiyo wenzangu, tuendeleze umoja huu, tuuenzi. Lakini vile vile nafasi yetu kama wananchi katika nchi tusiiache. Tufanye kazi kwa juhudi, lakini vile vile kila nafasi tunaipata tuiombee nchi yetu. Lakini nitumie nafasi hii kipekee sana kuwashukuru sana waliokuwa walezi wetu wakati ule, mapadri. Marehemu Father Kanuti na wenzake wote, walimu wote, wanafunzi tuliokusoma pamoja, ambao kwa namna ya pekee malezi yao mazuri ndio yametufikisha wote hapa kwenye ukumbi huu leo. Malezi ya tuliambiwa kanuni kuu ngapi? 3. Sala, kazi na masomo. Yaani hakuna urafiki ni kusali, kufanya kazi na kusoma. Na kwa kweli yote ilikuwa lazima uishi maisha hayo. Unaishi kwa kusali kila siku, kufanya kazi na unasoma. Na katika malezi bora ya kijana yoyote wa kisasa ambaye kweli unataka, maana eneo kubwa ambalo tunalipoteza sana kwenye malezi ya watoto wetu wa siku hizi ni kwenye kuzingatia hayo maeneo matatu. Kwamba lazima tufanye watoto wetu wamjue na kumpenda Mungu. Lakini tufanye watoto wetu wapende kufanya kazi. Siku hizi watoto wanapenda zaidi game, sio? Lakini vile vile tufanye wapende kusoma, kwa sababu kusoma kunaleta ujuzi. Kutosoma kunazalisha tabia ya kupenda njia za mkato. Na ndio maana malezi tuliopewa sisi katika Uru Seminari na Shirika la Mitume wa Yesu yalikuwa yanatuelekeza katika kujitegemea, kumtumikia Mungu na kutumikia wanadamu. Kwamba unatoka ukiwa na akili ya kujitambua kama mtumishi wa Mungu, lakini pia unatakiwa kutumikia binadamu. Naweza nikasema, nilikuwa nawaongeleza wenzangu kwamba ninapoongelea malezi yangu ya shule, toka shule ya msingi mpaka chuo, moja ya eneo ambalo lina mchango wa pekee kwenye maisha yangu ni malezi ya Uru Seminari. Kumbuke wito wetu muhimu wa kwenda kutakatifuza malimwengu. Mahali ulipo pawe na tofauti katika maana ya kupeleka tunu njema ya maisha yetu ya imani, maisha yetu ya Kikristo, ambayo yanatutaka tuishi katika hali ya kumpendeza Mungu, katika hali ya kumpendeza pia jirani yetu.
Kama ni mahali ambapo kunakosa matumaini, tuwe mstari wa mbele kupeleka matumaini. Kama ni mahali ambapo kumejaa uongo, tupeleke ukweli. Kama ni mahali pamejaa vurugu, tupeleke amani. Ni wajibu wetu. Sisi tunao wito mahususi, pamoja na kuwa ni wamisionari kwa ubatizo wetu, lakini pia tukayatakatifuze malimwengu, yale ambayo hayampendezi Mungu. Uwepo wako mahali pale ulete matumaini kwa watu, ulete upendo, ulete haki, ulete matumaini ambayo yanamfanya mtu aone leo ni bora kuliko jana. Na hilo tusiliogope kulifanyia kazi, bali tutambue ni sehemu ya wito wetu kama wabatizwa, na zaidi tuliolelewa tukafundishwa katika maadili mema, na maadili hayo tukayaishi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.